Mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji cha Kikaro, kata ya Miono, jimbo la Chalinze, mkoa wa Pwani, ameungana na klabu yake Kikaro Sport Club katika hafla ya kuelekea kilele cha Kikaro Day tarehe 28 mwezi wa 6 2025, siku ya Jumamosi. Mimi ni Sifa wa Sifa 5 TV, sauti ya kijiji, maisha yetu. Kikaro Soccer Club dakika ni yetu, ushindi ni wetu, ni wetu, ni wetu, ni wetu. Oh, sisi ndi Kikaro. Kikaro Soccer Club dakika ni yetu, ushindi ni wetu, ni wetu, ni wetu, ni wetu, ni wetu. Na mimi nitakuwa na uhaba wa vifaa michezo. Nyinyi kama serikali mnawaidini vijana wenu wa klabu ya Kikaro vifaa ama na uwanja kama nilivyosema, naendelea kuwashukuru wadau wetu wote kama Kikaro bado tuendelea kuhakikisha kwamba changamoto zote zinahitaji vifaa na upande wa uwanja na kwaje mheshimiwa. Upande wa uwanja yani uwanja ni taasisi kama tutakaa na kuona watu kupata eneo aidha hiyo watu wa serikali ama sio watu ama lipatikane kwa namna yote, aidha hata ni kuweza kugharamia kwa gharama ambayo inahitajika ili vijana hao wapate kiwanja cha chini. Unaangalia vijana wako wa klabu ya Kikaro kubwa waendelee na mafunzo, waendelee kushirikiana na serikali, ili waendelee kushirikiana na wadau wa michezo ili kuhakikisha kwamba pamoja na kwa namna alivyoona umuhimu ya vilabu na hatimaye tumeona hamasa kwa hiyo naendelee
vibaya shiriki nasi katika kuandaa mashindano ya Kibingwe ili tuweze kwenda ndani ya jimbo letu. Neno kwa rais kwa namna aliweza kupambana pia namna kupambana katika sekta ya michezo na namna ya kushiriki hasa katika timu yetu ya taifa na vilabu ambavyo vinashiriki ya nje, namna ya kuweza support na kuleta kiasi kubwa ya maendeleo ya mpira ndani ya nchi yetu. Lakini kikubwa tunachokifanya zaidi ni kuahidi tu kufika Oktoba sisi kazi yetu tu kwa Tanzania tunatia Oktoba tunatia kazi bora challenge na kisha utakao wote tukifika Oktoba tunatia kwa Tanzania. Hakuna lingine. Huo ni ujumbe wa mwenyekiti wa kijiji cha Kikalo Mwekazini Samia Suluhu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwamba Oktoba tunatia. Na huyo ni Deko, ni kapteni wa klabu ya Kikalo Sport Club. Amezungumza mengi zaidi na kusema pia kuhusu nidhamu ya wachezaji wake iko shwari, na amefurahishwa na viongozi wake kwa hiki ambacho wanakifanya ama hiki ambacho kinaenda kuwa. Mimi ni Sifa wa Sifa 5 TV, sauti ya kijiji, maisha yetu. Nimeweza kuwa na mjumbe kwamba wewe ni captain wa Kikalo Sport Club. Kiongozi wa wachezaji wa timu ya Kikalo Sport Club. Sasa captain upo hapa kwa sababu ya usafi katika kijiji hiki cha Kikalo ya kuelekea kilele cha Kikalo Ya majani laini. Kwangu mimi naiona nzuri. Ya nzuri. Ya kusala kwa jambo hili. Nafanya usafi kulenga kila hali. Wewe ni unakaribu sana wachezaji wenzako. Vipi kuhusu wachezaji wenzako? Kwa wachezaji wangu mimi kwa nidhamu inafikiana kwa vizuri. Hakuna mtu mwenye nidhamu mbaya, kuna mtu mwenye nidhamu yake, kuna mtu anajua nidhamu wangu na kushaka. Wangu wana nidhamu nzuri. Bila shaka uzi muona bwana ambao unaenda kujilia kwa changamoto. Je, upo katika hali yako? Uzi uko vizuri. Naomba tu zetu tucheze kwa wingi ili kusapoti katika jambo letu. Sana unataka kujitambulisha? Jina naitwa Idi Ayubu au yeye anaitwa Deko Disu. Kwa vizuri. Mimi kwa vizuri. Asante sana. Na huyo ni mjumbe wa kijiji cha Kikalo, na pia ni mjumbe wa Kikalo Sport Club. Amezungumza mengi sana, na pia amempongeza Mheshimiwa Diwani Juma Mpwimbwe, mbunge Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete na Dr. Samia Suluhu Hassan. Hii ni Sifa 5 TV, sauti ya kijiji, maisha yetu. Tunaongea na Sifa 5 TV na unaweza kutambulisha nani na Naam, ni mjumbe wa halmashauri ya kijiji cha Kikalo, lakini pia ni mjumbe wa timu ya Sport Club Kikalo. Hayo ndio majina yangu. sana. Sasa hii inaelekea
Maandalizi kama unavyoona, maandalizi ni mazuri na yamefana sana. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika siku ya leo, katika mwanzo wa kuandaa maandalizi ya Kikalo Day. Bwana, mimi katika macho yangu kwenye kushuhudia nadhani ni mara ya kwanza kwa Kikalo, lakini yako matukio ambayo yalifanyika katika kata, yani ni kikata, lakini kwa Kikalo kama kijiji kufanya jambo nadhani ni mara ya kwanza. Kwa kata yetu ya Miono nadhani ndio tunaanza, wengine wataiga. Mbona washauri vipi ambao kuwashauri kwa sababu jambo tunalolifanya si jambo baya. Mfano kama unavyoona viongozi wa timu, lakini pamoja na wachezaji, kwa uchache wetu kutokana na tutakuwa tuwe wengi leo, lakini kutokana na changamoto zetu kwa msiba na mambo mengi, ndio maana tunaona tuko wachache, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Huu sio uchache, ni wingi, kwa sababu ukishakuwa watu wawili watatu na kuendelea tayari tutatengeneza kitu muunganiko. Kwa hiyo sisi tuko katika muunganiko huu kuhakikisha jambo linafanyaje, linakwenda vizuri. mna malengo gani pamoja na Kikalo sababu kwa ujumla? Malengo ni mengi. Malengo namba moja kwanza ni kukutanisha wachezaji wa timu ya Kikalo, uongozi pamoja na raia kwa ujumla, lakini pia ni kuwaunganisha watu pamoja na serikali kujitambua na kujielewa kwamba michezo ina maana gani katika jamii. Michezo inatakiwa ituunganishe, michezo inatakiwa iwe chanzo cha kuhakikisha maendeleo ya kijiji na maendeleo ya kata kwa ujumla. Kwa hiyo leo tuko hapa tumekutana kuonyesha umma na kuonyesha kufanya nchi nzima na dunia kwa ujumla waone kwamba jambo la kitongoji, jambo la kijiji si jambo dogo. Hapa ni Kikalo na hata ndio na vijijini. Je, swala la hili la usafi hapa je, mteseda kijiji ama tofauti kaenda kufanya usafi? Hii ni jambo la Kikalo, lakini Kikalo inaingia katika sekta tofauti kwenye taasisi binafsi, hata misikitini, hata makanisani, lakini kuna hospitali ipo chini pale. Hospitali sio ya Kikalo, ni ya Wanamiono wote kwa ujumla. Kwa hiyo tumeanzia leo kwenye kijiji, lakini kesho tutaendelea na matukio mengine sehemu tofauti ndani ya Miono. Lakini sana uzi umeshatoka tayari. Uzi upo tayari kutoka. Uzi ni mzuri kwa sababu ni jezi ambayo imekubalika kuanzia kwa wachezaji wenyewe, kwa sababu nafasi ya kwanza tuliwapa wachezaji wachague kile ambacho wanakipenda. Wachezaji wametuambia tunachokipenda ni hichi, uongozi nao ukabariki, tukawashushia uzi mzuri, lakini na imani vitakuja vitu vizuri zaidi ya hivi. Hiyo ya Kikalo Day hivi tutauzika tongozi. Inshallah, maana mzigo wenyewe sijui kama utatosha. Sijui kama utatosha, tupo katika jitihada kuhakikisha mzigo uongezeke, ikiwezekana wenye kununua wanunue, lakini uzi upo na utaonekana. Asante sana. Neno moja kwa mheshimiwa diwani kama. Maneno ni mengi, lakini itoshe tu kuzungumza neno moja ambalo ni muhimu zaidi kwa mheshimiwa ambaye nadhani sasa hivi ameshamaliza muda wake. Kama ikimpendeza, nadhani hiyo tuyaache tufanye kama tunafanya kampeni, lakini tuyazungumzie yale mazuri ambayo ameyafanya mheshimiwa diwani wa kata ya Miono. Ni mengi kweli, hayana mfano. Amehakikisha anaunganisha jamii ya watu wa Miono, ameunganisha serikali ya Miono, lakini pia ameunganisha sekta tofauti kuhakikisha watu tunafanya kazi, tunaunga mkono matendo mazuri yanayofanyika na Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Neno kwa mheshimiwa na Rais wa Tanzania kwa ujumla, serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan inawaeleza nini kuelekea katika hili la Kikalo Day? Neno kwa mbunge wetu wa jimbo la Chalinze, ndugu Ridhiwani Kikwete. Neno kwanza tunampongeza, tunamshukuru, lakini pia tunamuombea, lakini akae akijua kwamba vijana wa Miono kwenye mengi ambayo wameyafanya bado wanamhitaji, bado wanampenda na wanamsupport na watamuunga mkono katika hali na mali kuhakikisha mambo mengine yanaendelea yawe mazuri zaidi. Lakini pia kadhalika pia kwa mama, kwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anayofanya ni mengi na yanaonekana ukweli. Kikalo Sports Club tunaguswa. Kikalo Sports Club tunaguswa na matukio muhimu ambayo yanafanyika katika kijiji chetu na Kikalo chetu, lakini yote ni kwa sababu ya kiongozi wetu mkubwa wa nchi ameunga
amewaunganisha viongozi wake wa chini, amewaunganisha wananchi kuhakikisha tunafanya kazi, lakini pia tunasherehekea matukio muhimu ya michezo. Asante sana ndugu yangu Ramadhani, Dr. Rama Makundi bila shaka. Naam, Dr. hizo ni AKA. Lakini mimi ni Ramadhani Salim Mtero. Hilo Makundi ni kwa sababu ya kazi zangu. Ni Dr. Lakini hilo nadhani kubwa zaidi tuko kwa ajili ya michezo. Tuko kwa ajili ya michezo, tuko kwa ajili ya kikalo, tuko kwa ajili ya kata yetu ya Miono. Mimi la mwisho cha kwanza ni washauri vijana, ni washauri hata watu wa makamo, watu wazima. Yaani jambo kama hili tunalofanya linatakiwa kuipa sehemu kwa sababu unapoiunganisha ngazi ya chini utapata muunganiko mzuri hata kwenye ngazi kubwa za kimaendeleo. Ni hayo. Asante sana. Ni mjumbe na kiongozi wa serikali ya kijiji cha Kitaro, kazungumza mengi zaidi na kamaliza, na ana mengi zaidi, ila hapa hatuwezi kuyamaliza. Tutakutana baadaye kwa baadaye. Tutakutana kikao leo. Wala kuhusu timu gani katika NBC? NBC ndugu yangu mimi hajawahi kunitoa. Mimi ni Simba alialia kabisa. Yaani hapa hivi umekuta moyo wangu. Yaani ni Simba, yaani mnyama kama unavyojua. Akisemea msemaji wetu wanasema ubaya ubwela. Hilo bado majibu siwezi kutatoa mimi kwa sababu ipo nafasi ya msemaji atatupa yale ambayo yapo katika utaratibu ambao umenanifikia. Ngoma kacheza tunacheza. Simba ni timu ya mpira bwana. Sio timu ya maneno. Sisi tunasikiza viongozi wetu. Asante sana na